Asante na wakaribisha nyote katika jina la Yesu Kristo. Nikishukuru Mungu ya kwamba umeshika mwaka vizuri na mwaka huu ukawa manufaa kwako na kukufaa. Bwana amekuwa akizungumza na moyo wangu kuhusu mwaka huu ya kwamba utakuwa mwaka wa mabadiliko, ambayo mabadiliko yenyewe nimemwamini Mungu tangia mwanzo ni mabadiliko yatakao kufaa. Yatabadilika katika maeneo tofauti. Kutakuwa na mabadiliko ya hali ya kawaida, yale yanaitwa the natural changes, na pia kutakuwa mabadiliko ya kiungu ambayo yanajulikana kama supernatural changes. Haya mabadiliko yote tunaenda kuyaona katika mwaka huu. Wengi labda mtafikiria kwa nini sizungumzii mabadiliko ya mwaka wa 2027, lakini mabadiliko hayo ninayozungumzia hayahusiani na uchaguzi. Yanahusiana na mabadiliko ya kijamii, yanahusiana na mabadiliko ya kiongozi, mabadiliko aina mbalimbali, na haya yatatokea katika mwaka wa 2027, yanatokea katika mwaka huu. Maana kwa chochote kinachozaliwa kinakuwa na kipindi cha kubebwa katika ujauzito wake na kufikia kuzaliwa. Napenda nisome maandiko kidogo katika mstari mfupi katika maandiko ambao utatuongoza katika kile nataka kushiriki na wewe. Kitabu cha Mhubiri 4 mstari wa 14 inasema hivi: kwa maana anaweza kutoka katika gerezani na kutawala hata akiwa alizaliwa katika umaskini, alizaliwa maskini akiwa maskini katika ufalme. Inamaanisha nini? Biblia inasema inawezekana hata aliyezaliwa katika umaskini kuingia katika ufalme. Inawezekana vile vile hata kwa aliyemfungwa kuingia katika ufalme. Ninamaanisha nini? Kuna mambo ambayo yataenda kutokea ambayo yataleta viwango tofauti katika maisha, ambayo itakuletea ile ambayo Waingereza wanaita accelerated success, na pia italeta ingine ambao wanaita supernatural elevation, na pia wataileta ingine ambayo inaitwa destiny alignment. Kwa hizi vitu tatu zote mbili zitakuja kwa kipindi kimoja cha mwaka mzima. Kwa wengine itakuwa ni acceleration ambayo itatokea katika maisha yao, ambayo itawapatia mafanikio. Kwa wengine itakuwa ni kuinuliwa kwa njia ya kiungu, na kwa wengine destiny zao zinaenda kuingiana. Na maanisha nini kuhusu destiny kuingiana? Tazama maisha ya mtu anaitwa Yusufu. Yusufu alipozaliwa alikuwa na ndoto, lakini ndoto ilifika mahali ikaonekana ni kama ilikuwa na haipo tena na wala haitakuwepo. Lakini kitu ambacho kilikuwa kijatokea ni kwamba destiny yake haikuwa imefikia wakati kualign. Kuna destiny za watu ambazo zinakuja kualign na mwaka huu. Labda waliona ni kama zimepotea, lakini mwaka huu zinaenda kualign. Wakati destiny ya Yusufu ilialign, alikuwa jela, lakini jela haikuwa mbaya kwake, maana ilikuwa imemsogeza mahali ambapo destiny inaweza align. Ndio akiwa jela alikutana na mtu kutoka ikulu, ambaye huyo ndiye alimfungulia nafasi kwenda katika ikulu ya ufalme. Kwa sababu gani? Ninaona destiny ya mtu ikialign, na kwa sababu hiyo wacha mwaka huu unapokuwa kwa change, kila change iwe ya maana kwako, na kila change ikufae, na Mungu akazidi kukubariki na kukumbuka kwa kila jambo. Januari yako ya mafanikio, Februari ufanikiwe, mpaka mwezi wa 12 utakapofika uwe mwezi wa ushuhuda kwa ajili yako. Mungu akubariki sana na ufurahie mwaka wa 2026. Amen. Asante sana. Sawa.